أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mwenyezi Mungu amsaidie sana. Anasema tukio la kifo cha kishahidi cha Hazrat Umar radhiyallahu ta'ala anhu lilikuwa limeelezwa katika hutuba iliyopita. Kuhusu hilo kuna mambo mengine ambayo ni muhimu kuyaeleza. Riwaya ya Sahih Bukhari iliyokuwa imeelezwa kutoka riwaya hiyo ilikuwa ikionekana ya kwamba Hazrat Umar aliposhambuliwa, sala ya alfajiri pia ikasaliwa wakati huo huo, na wakati ule Hazrat Umar alikuwa miskitini, ilhali riwaya zingine zinasema ya kwamba Hazrat Umar mara moja akapelekwa nyumbani na sala ikasaliwa baada yake, kama Alama Ibn Hajar aliyeandika maelezo ya Sahih Bukhari akiandika riwaya nyingine chini ya riwaya hiyo, anaandika ya kwamba Hazrat Ibn Abbas anasema ya kuwa damu ya Hazrat Umar ilipoanza kumwagika zaidi naye akazimia, mimi nikambeba na watu wengine na kumfikisha nyumbani. Yeye akaendelea kuzimia hadi ukatokea mwanga wa asubuhi. Yeye alipozinduka akatuona na akasema, je, watu wameswali tayari? Nikasema ndio. Hapo yeye akasema, mtu hana uislamu wowote aliyeacha swala kisha akatawaza na akaswali. Pamoja na hayo, katika Tabakati Kubra pia imeandikwa hivi ya kwamba Hazrat Umar akabebwa na kupelekwa nyumbani na Hazrat Abdurrahman bin Auf akaswalisha sala. Pia inasemwa ya kwamba Hazrat Abdurrahman bin Auf akasoma sura fupi za Qur'ani tukufu, wal asr na inna a'tainaka al-kautsar. Na katika sehemu nyingine kuna habari ya kusoma wal asr na qul ya ayyuhal kafirun. Kuhusu muwaji wa Hazrat Umar imeandikwa kwenye Tabaqatul Kubra ya kwamba Hazrat Umar aliposhambuliwa akamwambia Hazrat Abdullah bin Abbas, nenda ukapeleleze kwamba ni nani aliyejaribu kuniua. Hazrat Abdullah bin Abbas anasema, nikatoka na nikafungua mlango wa nyumbani, nikawakuta watu wamejumuika ambao walikuwa hawajui kuhusu hali ya Hazrat Umar. Nikauliza kwamba nani amempiga Amirul Mu'minin Hanjari. Wao wakasema, adui wa Allah Abu Lolo amempiga Hanjari ambaye ni mtumwa wa Mughira bin Shuba. Yeye amewajeruhi watu wengine pia, lakini pale alipokamatwa akajiua na Hanjari ile ile. Kuhusu swala hili ya kwamba je, kifo cha kishahidi cha Hazrat Umar kilitokana na njama fulani na mtu huyu alikuwa na ubaguzi wake binafsi, yani je, kifo cha kishahidi cha Hazrat Umar kilitokana na njama fulani au mtu huyu alikuwa na ubaguzi wake binafsi?
baadhi ya wanahistoria wa baadaye pia wameandika ya kwamba kifo cha kishahidi cha umar hakutokana na ubaguzi fulani wa binafsi pekee, bali ilikuwa njama. Kwa vyote vile tutachambua rai yao. Umar aliyekuwa khalifa mjasiri jinsi alivyouawa shahidi, kikawaida tuaona ya kwamba wanahistoria wa wakati ule na waandishi wa sera, baada ya kueleza matukio ya shahada kwa mapana na marefu, wananyamaza na hisia zinazalika ya kwamba Abulolo Feroz kwa sababu ya hasira na ghadhabu yake ya muda tu alikuwa amemua. Lakini baadhi ya wanahistoria wa zama hizi na waandishi wa sera wakijadiliana juu ya swala hilo wanasema ya kwamba mpango huo wa mauaji hauwezi kutokana na hasira ya mtu mmoja tu, bali ilikuwa njama, na chini ya mpango uliopangwa mapema Umar alikuwa ameuawa shahidi. Na kamanda maarufu wa Kiirani Harmuzan, ambaye kizwahiri akisilimu alikuwa anaishi Madina, alikuwa ameshiriki katika mpango huo. Waandishi wa zama hizi wamewalaumu wanahistoria na waandishi wa sera wa zamani ya kwamba kwa nini wao hawakujadiliana ya kutosha juu ya mauaji haya muhimu, ya kwamba hiyo ilikuwa njama moja, ilhali kuna kitabu muhimu cha historia na sera, Albidaya wa Nihaya, kinasema ya kwamba inashukiwa ya kwamba katika mauaji ya Umar, Harmuzan na Jufena walikuwa wamechangia. Hivyo uandishi wa historia ya Hazrat Umar wakijadiliana juu ya mashaka haya wanasema kwamba hiyo ilikuwa njama iliyopangwa. Katika waandishi hawa kuna Muhammad Raza Saheb anaandika katika kitabu chake Sirat Umar Faruk ya kwamba Hazrat Umar alikuwa hamruhusu mtumwa yeyote aliyebalehe kuja Madina mpaka Hazrat Mughira bin Shoba mkuu wa Kufa akamuindikia barua ya kwamba yeye ana mtumwa ambaye ni fundi mahiri, yeye anaomba ruhusa kwa ajili yake kwamba aje Madina. Na Hazrat Mughira bin Shaba akasema ya kwamba huyu ni mjuzi wa mambo mingi na watu wengi watapata faida kutoka kwake. Yeye ni fundi chuma, mchoraji mahiri na ni fundi mbao. Hazrat Umar akamuindikia Hazrat Mughira barua na akampatia ruhusa ya kumtuma Madina. Hazrat Mughira akamtoza dirhamu 100 kwa mwezi. Yeye akaja kwa Hazrat Umar na akalalamika kuhusu ushuru wake kwamba ni mwingi sana. Hazrat Umar akamuuliza kazi gani waweza kuzifanya vizuri. Yeye akamwambia kuhusu shughuli zake alizokuwa anazijua sana. Hazrat Umar akasema kutokana na umahiri wako katika shughuli, ushuru wako huo si mwingi. Yeye akarejea huku akikasirika juu yake. Hazrat Umar akasita kwa siku kadhaa. Siku moja mtumwa huyo akapita karibu yake. Hazrat Umar akamuita na akasema, mimi nimepata habari kwamba wewe unaweza kutengeneza vizuri kinu kinachoendeshwa na upepo. Mtumwa huyo akaelekea kwa Hazrat Umar katika hali ya hasira na akasema kwamba nitakutengenezea kinu ambacho watu wataendelea kukizungumzia sana. Mtumwa huyo aliporejea, Hazrat Umar akaelekea kwa wenzake na akasema kwamba mtumwa huyo amenitishia sasa hivi. Siku chache zikapita. Abulolo alikuwa ameficha katika shuka yake hanjari yenye incha 2 ambayo kishikio chake kilikuwa katikati. Yeye akambamia Hazrat Umar kama imeshaelezwa katika tukio la shahada. Yeye alikuwa amechomwa kisu chini ya kitovu chake. Abulolo kwa namna moja alikuwa na kinyongo na ubaguzi zidi ya Hazrat Umar, kwani Waarabu walikuwa wameiteka nchi yake na kumfanya kuwa mtumwa na walikuwa wamemlazimisha mfalme wake kuacha nchi akiwa amezalilika.
yeye kila alipokuwa akimwona mtoto mdogo mtumwa alikuwa akija kwao na kupapasa juu ya vichwa vyao, na alikuwa akisema huku analia ya kwamba Waarabu wamekula kipenzi changu. Abulolo aliponuia kumua Hat Umar akatengeneza hanjari yenye ncha 2 kwa hamu sana, akainoa kisha akatia kwenye sumu, kisha akaaja nayo kwa Harmuzan na akasema, unaonaje kuhusu hanjari hiyo? Yeye akasema, nafikiri mtu yote utakayemshambulia na hanjari hiyo utamua. Hurmazan alikuwa miongoni mwa makamanda wa Kiajemi. Waislamu walikuwa wamemkamata na kuiteka katika eneo la Tustar na walikuwa wamempeleka Madina. Yeye alipomwona Hat Umar akauliza kwamba walinzi na wasaidizi wake wako wapi. Habari hizi zimeshaelezwa tayari. Maswahaba radhiyallahu anhum wakamwambia yeye hana mlinzi au msaidizi wala katibu na karani. Yeye akasema basi huyo anatakiwa kuwa nabii. Kisha yeye akasilimu na Hat Umar akampangia 2,000 na akamkalisha katika Madina. Katika Tabaqat Ibn Saad kuna riwaya inayosimuliwa na Nafi ya kwamba Hat Abdurrahman akaona kisu ambacho kilikuwa kimetumika katika kumua Hat Umar. Ye akasema kisu hicho nilikuwa nimekiona jana kwa Hurmazan na Jufaina, na nikawauliza kwamba mnafanya nini na kisu hicho. Wao wakasema tunakata nyama na kisu hicho kwa sababu sisi hatugusi nyama. Hapo Hat Ubaidullah bin Umar akamuuliza Hat Abdurrahman, je, ni kweli ulikuwa umekiona kisu hiki kwao? Ye akasema ndiyo, naam. Hat Ubaidullah bin Umar akashika upanga wake na akawajia na akawaua wote wawili. Hat Usman akamuita Hat Ubaidullah. Ye alipofika kwake, yeye akamuuliza, kitu gani kimekuchochea kuwaua watu hawa wawili ilhali wao wapo katika uhifadhi wetu? Hapo Hat Ubaidullah akamshika Hat Usman na kumwangusha chini hadi watu wakaja mbele na wakamwokoa Hat Usman kutoka Hat Ubaidullah. Hat Usman alipokuwa amemuita Hat Ubaidullah, yeye alikuwa ameuweka upanga wake kwenye kifuniko chake, lakini Hat Abdurrahman akamwambia kwa ukali ya kwamba uweke chini upanga wako. Hapo alikuwa ameuweka chini. Imesimuliwa na Said bin Musayyib ya kwamba Hat Umar alipouawa shahidi. Hii ni riwaya moja. Hazur amesema kwa kiasi gani ni kweli Allah anajua vizuri zaidi, ambayo nimeeleza hapo kabla. Kisa cha Hat Usman ni kweli kiasi gani, lakini kwa vitu vile tukio la kuuawa kwake limeelezwa katika sehemu nyingine pia. Hat Umar aliuawa shahidi. Hat Abdurrahman bin Abi Bakr akasema, mimi nilikuwa nimepita karibu na muuaji wa Hat Umar. Abu Lolo na Jufaina na Hurmazan pia walikuwa pamoja naye, nao walikuwa wananongona. Ghafla nilipofika karibu yao, wao wakakimbia na hanjari moja ikadondoka chini ambayo ilikuwa na incha 2 na kishikio chake kilikuwa katikati. Basi angalia ni hanjari iliyotumika katika kumua Hat Umar na ni ya namna gani. Hapo wakaiona na hanjari ile ilikuwa inafanana na hanjari kama alivyokuwa ameeleza Hat Abdurrahman bin Abi Bakr. Hat Ubaidullah bin Umar aliposikia hayo kutoka kwa Hat Abdurrahman bin Abi Bakr, akashika upanga na kutoka nje na akamuita Hurmuzan. Ye alipokuja kwake akasema, twende tukamwone farasi yetu, na mwenyewe akasogea nyuma kidogo. Hurmuzan akaanza kutembea mbele, ye akamshambulia kwa upanga wake. Hat Ubaidullah bin Umar anasimulia kwamba Hurmuzan alipohisi joto la upanga alikuwa amesoma la ilaha illallah. Hat Ubaidullah anasema ya kwamba mimi nikamuita Jufaina. Yeye alikuwa Nasrani mmoja katika Wanasara wa Hira. Yeye alikuwa msaidizi wa Saad bin Abi Waqas. Yeye alikuwa amemtuma Madina kwa ajili ya suluhu iliyokuwa imetokea kati yake na kati yao. Yeye alikuwa akifundisha uandishi katika Madina. Mimi nilipompiga upanga, yeye akatengeneza nishani ya msalaba mbele ya macho yake. Kisha Ubaidullah akaja mbele na akamua binti ya Abu Lolo aliyekuwa anajidai kuwa Muislamu. Ilikuwa nia ya Hat Ubaidullah ya kwamba leo hatamwacha mtumwa yeyote katika Madina akiwa hai. Wahajiri wakajumuika zidi yake na wakamzuia na wakamtisha. Hapo yeye akasema, wallahi mimi lazima nitawaua, na yeye hakuwajali Wahajiri.
na hat Amr bin As akaendelea kumfahamisha mpaka yeye akamkabidhi hat Amr bin As upanga wake. Kisha Saad bin Abi Waqas akaja kwake, wao wakashikana nywele za vichwa vyao. Ilmuradi hat Ubaidullah akawaua Hurmuzan, Jufaina na binti ya Abu Lolo. Sasa swala zima limeshajadiliwa katika mjadala huo ya kwamba mtu ambaye alikuwa amemchochea Abu Lolo juu ya mauaji ya Hazrat Umar, na riwaya zilizotufikia zinathibitisha ya kwamba mauaji ya Hazrat Umar yalikuwa yamepangwa. Waandishi wanaandika wasemao kuwa hiyo ilikuwa njama zidi yake. Hurmuzan alikuwa amepanga mpango mzima na akamchochea Abu Lolo zidi ya Hazrat Umar. Yeye akazidi zaidi katika kinyongo na ubaguzi zidi ya Hazrat Umar. Wote hawa walikuwa Waajemi. Kisha Hurmuzan alipotekwa na akapelekwa Madina, yeye kwa sababu ya hofu ya kuuawa kwake akasilimu. Katika Tabaqat ibn Saad imeandikwa kwenye riwaya ya Nafi ya kwamba Abdurrahman bin Auf alikuwa amekiona kisu kile kilichotumika katika mauaji ya Hazrat Umar, na riwaya ya Said bin Musayyab iliyomo katika Tabri inasema ya kwamba Abdurrahman bin Abi Bakr alikuwa amekiona kisu kile kilichokuwa kimedondoka kati ya Abu Lolo, Jufaina na Hurmuzan pale alipokuwa amekuja kwao. Hazrat Ubaidullah bin Umar aliposikia kutoka kwa Hazrat Abdurrahman bin Abi Bakr, akaja mara moja na akawaua wote wawili. Na yeye hakuishia hapo hapo, bali akishikwa na hasira yake kali akaamua binti ya Abu Lolo vile vile. Hanjari ile kama alivyokuwa ameeleza Hazrat Abdurrahman bin Abi Bakr ilikuwa ile ile iliyokuwa imetumika katika mauaji ya Hazrat Umar. Kama Hazrat Ubaidullah bin Umar asingefanya haraka ya kuwaua Hurmuzan na Jufaina, basi kungewezekana kwamba wote wawili wangeitwa kwa ajili ya upelelezi, na hivyo njama hiyo ingefichuliwa. Kama vitu hivi vyote viangaliwe, jambo hili linakuwa wazi kama mchana ya kwamba hiyo ilikuwa njama iliyopangwa na mtu iliyokuwa imepangwa na mtu aliyetekeleza njama hiyo na kumua Hazrat Umar alikuwa Abu Lolo. Hayo ni maelezo ya wale wanaosema kwamba hiyo ilikuwa ni njama. Vivyo hivyo kuna mwandishi mwingine wa sera Daktari Muhammad Hussein Hekal anaandika kwenye kitabu chake ya kwamba tukio lenyewe ni hili ya kuwa Waislamu walipopata ushindi juu ya Wairani na Wakristo na wakachukua utawala wa nchi zao na wakamlazimisha mfalme wa Iran kuondoka kutoka nchi yake. Kuanzia wakati ule Wairani, Wayahudi na Wakristo walikuwa wamejaa na hasira za ubaguzi na kinyongo zidi ya Waarabu na hasa zidi ya Hazrat Umar. Na wakati ule pia watu walikuwa wamezungumzia kinyongo na ubaguzi huo, na pia walikuwa wamekumbuka jambo hili la Hazrat Umar ambalo alikuwa amelisema pale alipojua kwamba mtu aliyemshambulia ni Abu Lolo Muirani. Hazrat Umar alikuwa amesema, mimi nilikuwa na wakatazeni ya kwamba msiniletee kwa nguvu mtu asina dini, lakini dini hamkukubali jambo langu. Kulikuwa na idadi ndogo tu ya Waajemi wasio na dini katika Madina, lakini lilikuwepo kundi ambalo mioyo yao ilikuwa imejaa na ghadhabu na hisia za kulipiza kisasi, na ambao vifua vyao vilikuwa vimechemka na moto wa kinyongo na bughza. Na nani atajua, yawezekana kwamba watu hawa watakuwa wamefanya njama na kitendo hiki cha Abu Lolo kiwe natija ya njama hiyo ambayo wapinzani hawa Waislam kwa lengo la kumaliza kiu cha kinyongo na uadui wao watakuwa wameifanya, na walikuwa wanadhani ya kwamba kwa kufanya hivyo wanaweza kuvunja umoja wa Waislamu na kuwazofisha. Wana wa Hazrat Umar walikuwa na haraka zaidi kuliko wengine ya kujua uhakika wa hali halisi. Wao wangeweza kufichua siri hii na kufikia uhakika wake ikiwa Abu Lolo asingejiua, lakini yeye akajiua na akaingia kaburini na siri yake. Sasa je, jambo limekwisha? Na je, hakuna njia iliyobaki ya kufichua siri hii? Mwandishi anayesema kwamba hiyo ilikuwa njama iliyopangwa
yani mwandishi anayesema kwamba hiyo ilikuwa njama iliyopangwa anaandika kwamba Mwenyezi Mungu mwenye kudra akapenda ya kwamba mkuu mmoja wa Arabuni ajue siri hii na atuelekeze kuhusu njama hiyo. Hata Abdurrahman bin Auf alipoona kisu kilichokuwa kimetumika kumua shahidi Hazrat Umar akasema, kisu hiki nilikuwa nimekiona jana kwa Hurmuzan na Jufaina. Nilikuwa nimewauliza mtafanya nini na kisu hiki, wao wakasema tutakata nyama, kwani sisi hatugusi nyama. Na hata Abdurrahman bin Abi Bakar akasema ya kwamba mimi nilipita karibu na muaji wa Hazrat Umar yani Abu Lolo. Jufaina na Hurmuzan walikuwa pamoja naye, nao walikuwa wananongona. Mimi ghafla tu nikawafikia hapo, wao wakakimbia na hanjari moja ikadondoka kati yao iliyokuwa na incha 2 na kishikio chake kilikuwa katikati. Hebu angalieni ile hanjari ni ya namna gani ambayo imeua Hazrat Umar. Watu wakaona na hiyo ilikuwa hanjari ile ile kama alivyokuwa ameeleza Abdurrahman bin Abi Bakar. Kisha hakuna shaka inayobaki katika swala hili. Mwandishi anasema kwamba wote wawili ni mashahidi wa kweli, bali katika Waislamu wanaaminiwa zaidi kuliko wengine, na wanatoa ushahidi ya kwamba kisu kilichotumika cha kumua shahidi Hazrat Umar kilikuwepo kwa Hurmuzan na Jufaina. Shahidi mmoja wao anasema ya kwamba yeye alikuwa amemuona muaji Abu Lolo akipanga njama akiwa pamoja nao na sawa na mashahidi wawili. Hiki ni kisa cha usiku ule ambao asubuhi yake Hazrat Umar akashambuliwa. Je, baada ya yote hayo mtu anaweza kuwa na mashaka katika jambo hili kwamba Amirul Mu'minin akafanyiwa njama ambayo ikafanywa na watu hawa watatu? Lakini pia inawezekana kwamba Wairani wengine au watu wa mataifa yale pia wawe ndani yake ambayo Waislamu walikuwa wamepata ushindi juu yao. Hat Ubaidullah bin Umar aliposikia jambo la Hat Abdurrahman bin Auf na ushahidi wa Abdurrahman bin Abi Bakar akashikwa na ghadhabu na hasira kali, na jambo hili likaingia moyoni mwake kwamba wageni wote wa Madina wamo katika njama hiyo na damu ya kosa hilo inatoka kutoka mikono yao. Yeye akashika upanga na kwanza kabisa akawamaliza Hurmuzan na Jufaina. Riwaya inasema kwamba Hazrat Ubaidullah bin Umar akasema, huyo alikuwa mwana wa Hazrat Umar yani Ubaidullah bin Umar, kwamba kisha nikamuita Jufaina aliyekuwa Mkristo kutoka Hira na alikuwa ndugu wa kunyonya ziwa moja wa Saad bin Abi Waqas. Kwa sababu ya uhusiano huo Saad alikuwa amemleta Madina ambapo yeye alikuwa anawasomesha watu. Nilipompiga upanga yeye akatengeneza nishani ya msalaba mbele ya macho yake. Ndugu mwingine Hazrat Ubaidullah pia alikuwa amehuzunika sana juu ya kifo cha kishahidi cha babake, na Ummul Mu'minin Hafsa radhiyallahu anha alikuwa amekasirika sana kuliko wengine wote. Huzur amesema kwa vyote vile alichokifanya kilikuwa kinyume cha sheria. Mtu hana mamlaka ya kwamba aanze kulipiza kisasi mwenyewe kwa mkono wake au aanze kupata haki yake, ilhali uamuzi wa mambo ulikuwa umeunganishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, na baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ulikuwa makhsus kwa makhalifa zake. Wao walikuwa wanatoa hukumu yenye uadilifu kwa watu na amri ya kulipiza kisasi dhidi ya mkosefu. Hivyo yani makhalifa ndio waliokuwa wanatoa hukumu. Hivyo huu ulikuwa wajibu hata Ubaidullah ya kwamba pale alipojua kuhusu njama hiyo ambayo ikawa sababu ya kupoteza uhai wa babake, basi hukumu ya jambo hilo angeitaka kutoka kwa Amirul Mu'minin. Kama njama ingethibitika, basi yeye angetoa hukumu ya kulipiza kisasi, na kama isingethibitika au mashaka fulani yangezalika moyoni mwa khalifa mpya, basi kwa sababu ya mashaka angepunguza adhabu yao au angetoa hukumu ya kwamba Abu Lolo ndiye mkosefu peke yake. Kwa vitu vile alichofanya Ubaidullah kisheria hakuwa na haki yake. Kwa kifupi, yawezekana kwamba hiyo ilikuwa njama iliyokuwa imepangwa, lakini kwa sababu ya hali ya wakati ule Hazrat Uthman hakuweza kufanya upelelezi
wake mara moja au hali iwe nini. Wanahistoria wa mwanzoni wamekaa kimya kuhusu swala hilo, na baadhi ya wanahistoria wa zama hizi kwa kutumia mbinu mbalimbali wanajadiliana juu yake, na inaonekana kuwa dalili zao zina uzito, kwani kundi hili lenye kufanya njama halisimami hapa hapa, bali hata Uthman pia anafanyiwa njama nyingine kama hiyo, na hiyo inaunga mkono na jambo hili ya kwamba kwa ajili ya kuzuia maendeleo na ushindi wa Islam na kwa ajili ya kupoza moto wa kulipiza kisasi chini ya njama iliyotengenezwa nje, hata Umar alikuwa amewawa shahidi. Wallahu alam. Katika Sahih Muslim imeandikwa kwamba hat Ibn Umar anasimulia ya kwamba baba yangu aliposhambuliwa mimi nilikuwa karibu yake. Watu wakamsifu na wakasema jazakallahu khaira, Mwenyezi Mungu akujalie malipo mema. Hat Umar akasema mimi ni mwenye kuelekea kwa Allah na pia ni mwenye kumwogopa. Watu wakasema wewe umteue khalifa. Hat Umar akasema je, nibebe mzigo wenu katika uhai wangu na hata baada ya kufa kwangu? Mimi natamani ya kwamba humo niwe na sehemu yangu iliyo sawa, yani mimi nisikamatwe wala nipate chochote. Kama nikimfanya yote kuwa khalifa, basi huyu pia alikuwa amemfanya khalifa aliyekuwa bora kuliko mimi, yani hata Abubakar, na nikimteua mtu basi hakuna shida ndani yake, na kama nikiwa acheni bila kumteua yeyote kuwa khalifa, basi yeye alikuwa amewaacheni bila kumteua yeyote kuwa khalifa aliyekuwa bora kuliko mimi. Yani mfano wa pili akautoa wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye alikuwa hakumteua yeyote kuwa khalifa. Hata Abdullah anasema ya kwamba hat Umar alipomtaja Mtume sallallahu alaihi wasallam nikajua kwamba yeye hatamteua yeyote kuwa khalifa. Riwaya nyingine ya Sahih Muslim inasema kwamba imesimuliwa na hat Ibn Umar anasema mimi nilimwendea hat Hafsa. Yeye alisema je, wajua ya kwamba baba yako hana nia ya kumteua yote kuwa khalifa? Mimi nikasema yeye hatafanya hivyo. Hat Hafsa akasema yeye atafanya hivi hivi. Anasema mimi nikala kiapo. Anasema mimi nikala kiapo kwamba nitaongea na hat Umar kuhusu hilo. Anasema nikawa kimya hadi asubuhi na sikuongea naye lolote. Anasema hali yangu ilikuwa hivi kwamba kana kwamba kwa sababu ya kula kwangu kiapo nimebeba mlima. Nikarejea na kwenda kwake. Hat Umar akaniuliza kuhusu hali ya watu, mimi nikamwambia yale waliokuwa wanasema. Kisha nikasema kwamba nimewasikia watu wakisema jambo fulani na mimi nimekula kiapo kwamba lazima nitakuuliza kuhusu jambo hilo. Watu wanazani ya kwamba wewe hutamteua khalifa. Jambo lenyewe ni kwamba kama awepo mtu mwenye kuwachunga ngamia zako au awe mchungaji wa mbuzi kisha akujie na awaache, hapo utaona kwamba yeye amewapoteza. Basi kuwalinda watu ni jambo ambalo ni lazima zaidi. Anasema Hazrat Umar akaafiki na akainamisha kichwa chake kwa muda, kisha akakiinua na akanielekea na akasema, Allah mwenye heshima na jalali atailinda dini yake. Nisipomteua yeyote kuwa khalifa, basi Mtume SAW pia alikuwa hakumteua yeyote kuwa khalifa, na nikimteua khalifa basi Abu Bakar alikuwa amemfanya khalifa. Hata Ibn Umar akasema, basi wallahi Hazrat Umar alipotaja Mtume sallallahu alaihi wasallam na hata Abu Bakar, hapo nikafahamu ya kwamba yeye hatamfanya yote kuwa sawa na Mtume sallallahu alaihi wasallam na yeye hatamteua yote kuwa khalifa. Hat Miswar bin Makhrama anasimulia ya kwamba Hat Umar alipojeruhiwa akaanza kukosa utulivu kwa sababu ya maumivu yake. Hat Ibn Abbas akamwambia kana kwamba anampa moyo, Amirul Mu'minin, kama ni hivi basi wewe umeshakaa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na ukamsaidia kwa uzuri wote, kisha ukaagana naye katika hali hii kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amekurizia, kisha ukaishi na hata Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu na ukamsaidia kwa uzuri wote, kisha ukaagana naye hali
yeye alikuwa amekurizia, kisha ukakaa na maswahaba zake na ukawaswaidia kwa uzuri wote, na kama ukiagana nao basi kwa yakini utawaacha katika hali hii ambapo wao wawe wamekurizia. Umar akasema, hayo uliyoyaeleza, yani mambo ya kukaa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na kupata ridhaa yake, basi hiyo ni hisani ya Allah aliyonifanyia, na hali ya kupata ridhaa ya Abubakar uliyoniambia pia ni hisani ya Allah ambayo alinifanyia. Na wasiwasi zangu unazoziona ni kwa ajili yenu na kwa ajili ya wenzenu. Mimi sina wasiwasi kuhusu zati yangu, bali nina wasiwasi kuhusu nyinyi na wenzenu. Na hapa kwa Allah, kama ningekuwa na dhahabu sawa na ardhi nzima, basi lazima kwa kuitoa kama fidia ningejiokoa na adhabu ya Allah kabla sijaiona adhabu ile. Musleh Maud radhiyallahu ta'ala anhu akieleza maelezo ya aya wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna, anasema makhalifa hawakupata shida yoyote ambayo walipata hofu juu yake, na kama ikaja basi Mwenyezi Mungu akaibadilisha katika amani. Hakuna shaka ndani yake kwamba Umar akauawa shahidi, lakini matukio yanapoangaliwa hapo tunapata kujua kwamba Umar hakuwa na hofu yoyote kutoka shahada hiyo, bali yeye alikuwa anafanya maombi ya kwamba ewe Allah, nijalie kifo cha kishahidi na ni uawe shahidi katika Madina. Basi mtu aliyepitisha maisha yake yote akiwa anafanya maombi kwamba e Allah, nipatie kifo cha kishahidi katika Madina, yeye kama anauawa shahidi, kivipi tunaweza kusema kwamba muda wenye hatari ukawadia kwake lakini haukubadilishwa na Allah katika amani? Bila shaka kama Umar angeogopa kutoka shahada na kisha angeuawa shahidi, ingeweza kusemwa kwamba Mungu hakubadilisha hofu yake katika amani, lakini yeye alikuwa anafanya maombi ya kwamba e Allah, nijalie kifo cha kishahidi katika Madina. Basi kutoka shahada yake kivipi hiyo inathibitika kwamba yeye alikuwa anaiogopa shahada? Na kwa kuwa yeye hakuwa na hofu yake bali alikuwa anafanya maombi ambayo Allah akayakubali, basi tumepata kuelewa kwamba chini ya aya hiyo yeye hakupata hofu yote ambayo moyo wake uwe umehisi kwamba ni hofu. Na aya hiyo kama nimeshaeleza tayari inasema kwamba jambo ambalo makhalifa watakuwa na hofu nalo hailiwezi kutokea, na ni ahadi ya Allah ya kuwa yeye atawabadilishia amani baada ya hofu yao. Lakini kama kuna jambo ambalo wao hawana hofu nalo bali wanalichukulia kama ni sababu ya heshima yao na kuinuliwa kwao katika daraja, sasa kulitaja kwa jina la hofu na kisha kusema kwamba kwa nini halikubadilishwa katika amani ni jambo lisilo na maana. Nukta hiyo tunapaswa kuielewa. Kisha Muslim Maud anasema, kila niliposoma dua hii ya Umar nikajisemea moyoni kwamba kizwahiri maana yake ni kwamba maadui waivamie Madina na washambulie kwa nguvu sana kiasi kwamba Waislamu wote waangamie, kisha wao wamfikie khalifa wa zama na wamue. Lakini Allah akakubali dua ya Umar na akafanya mpango fulani kwamba heshima ya Islam pia ibaki. Hivyo badala ya kufanya hivi kwamba kundi fulani kutoka nje lingeishambulia Madina, mtu mmoja akainuka kutoka ndani ya Madina ambaye akamua kwa hanjari. Muslim Maud akieleza mafundisho ya Islam kuhusu watumwa anaandika na ameeleza tukio la shahada ya Umar na sababu yake. Anasema, kwanza amri ilitolewa ya kwamba nini mkiwafanya hisani muwaache huru bila kupokea malipo yoyote, yani muwaache watumwa bila kupokea chochote. Kisha ikasemwa kwamba kama hamwezi kufanya hivyo basi baada ya kupata malipo muwaache huru, na akibaki mtu ambaye asiwe na uwezo wa kulipa, na serikali na nchi alikotoka pia isiwe na nia ya kumwachisha, na hata jamaa zake na watu wa familia yake pia wasimjali kwa namna yoyote, basi yeye anaweza kutoa taarifa na kuweka awamu za kulipa fidia. Yani kisha mtumwa huyo mwenyewe anaweza kujipangia awamu za kulipa fidia, na katika hali hiyo hela atakayochuma itakuwa ya kwake, ukitoa kiasi kile kilichopangwa kulipa, na yeye atakuwa huru. Yani hela ambayo yeye atachuma baada ya kulipa
kiasi kilichopangwa hela yake kwa ajili ya kupata uhuru. Hela itakayobaki itakuwa ya kwake, na huo ni kama uhuru. Mtumwa aliyemua hat umar pia alikuwa na hali hiyo, ambaye alikuwa amefanya mkataba. Mtumwa huyu alikuwa anaishi kwa Muislamu. Siku moja akamwambia kwamba sasa nina uwezo wa kulipa, hivyo niambie kuhusu fidia yangu, mimi nitalilipa katika awamu na polepole nitalipa yote. Muislamu akaweka kiasi kidogo tu na mtumwa huyu akaendelea kulipa. Safari moja akaja kwa Umar na akamshtaki mliki wake akisema kwamba mkuu wangu ananiwekea awamu kubwa na wewe umwambie ili anipunguzie. Umar akapeleleza kuhusu kipato chake na akajua kwamba kipato chake ni kikubwa sana. Umar akamwambia kwamba sawa na kipato chako, kiasi unacholipa kwa mwezi ni ndogo sana, hivyo hatuwezi kupunguza zaidi. Kwa sababu ya hukumu hiyo, ye akakasirika sana na akafahamu kwamba kwa kuwa mimi ni Muirani, hivyo hukumu imetolewa zidi yangu, na mliki wangu ni Mwarabu, hivyo ye amependelewa. Hivyo katika hasira hiyo, siku ijayo akamshambulia na hanjari, na kwa sababu ya majeraha yake Umar akawawa shahidi. Muslim Maud anaeleza zaidi ya kwamba katika dunia kuna vitu viwili tu ambavyo vinakuwa sababu ya kumpotosha mtu: moja, ubaguzi wa hali ya juu au upendo wa hali ya juu. Saa nyingine kwa sababu ya tukio la kawaida tu ubaguzi wa hali ya juu huzalika. Katika zama za Umar, angalieni jinsi ubaguzi ulivyozidi kwa kupitia tukio dogo sana ambao umeleta hasara kubwa kwa ulimwengu wa Kiislam. Mimi naona kwamba athari ya tukio hilo bado linaendelea. Katika zama za Umar, kesi moja ikaletwa kwake. Mtumwa wa mtu fulani alikuwa anachuma hela nyingi, lakini alikuwa anamlipa mliki wake kiasi kidogo. Umar akamwita mtumwa huyo na akamwambia kwamba umlipe zaidi. Wakati ule, kwa kuwa mafundi chuma na mbao walikuwa wanathaminiwa sana, mtumwa huyo alikuwa anatengeneza kinu cha kusaga unga, na hivyo alikuwa anachuma hela nyingi. Umar akapanga senti 3.5 kwa ajili yake kwamba yeye alipe kwa mliki wake. Hela hiyo ni ndogo sana, lakini mtumwa huyo alikuwa na fikra kwamba Umar ametoa hukumu isiyo sahihi. Hapo akaanza kuzidi katika bughza. Safari moja Umar akamwambia kwamba nitengenezee kinu moja. Ye akasema nitakutengenezea kinu ambacho kitafanya kazi kubwa. Mtu fulani kwa kusikia maneno yake akamwambia Umar kwamba yeye amekutishia. Huzur amesema tukio hili linafanana na lile lililopita juu, lakini ni tukio la mtumwa huyo. Katika riwaya ya kwanza Umar alikuwa amesema mwenyewe ya kwamba mtumwa huyo ananitishia. Basi siku moja Umar alipokuwa na swali, mtumwa huyo akamua na hanjari yake na akamaliza. Muslim Maud radhiyallahu anhu anaandika ya kwamba Umar ambaye alikuwa mfalme wa mamilioni ya watu na aliyekuwa mtawala wa utawala mpana sana, ambaye alikuwa kiongozi bora kabisa wa Waislamu, akauawa juu ya senti 3.5. Lakini jambo lenyewe ni kwamba watu ambao kuna ubaguzi na kinyongo katika tabia yao, wao hawaoni senti 3.5 au senti 2, bali wanataka kumaliza kiu yao. Tabia yao inatawaliwa na ubaguzi. Katika hali hiyo, wao hawaoni kwamba kutatokea natija gani kwa ajili yetu na kwa ajili ya watu wengine. Muaji wa Umar alipoulizwa kwamba kwa nini yeye ametenda kitendo hicho cha kikatili, yeye akasema kwamba hukumu ilikuwa imetolewa zidi yangu, hivyo mimi nimelipiza kisasi. Zura anasema kwamba kauli yake hiyo haijaelezwa hapo kabla. Huenda pale alipokuwa amekamatwa atakuwa amepata muda fulani wa kusema maneno hayo na kisha atakuwa amejiua. Muslim Maud anasema, mimi nikieleza tukio hili lenye uchungu mkubwa, nimesema kwamba tukio hili lina athari yake kwa Islam hadi leo, ambayo ni kwamba ijapokuwa mauti muda wote umeunganishwa na binadamu, lakini katika muda ambapo viungo vive madhubuti, mtu anakuwa hana fikra ya mauti. Lakini viungo vinapozofika na siha inapoanguka, hapo watu wanaanza kufikiri kuhusu mipango ya baadaye. Na katika hali hiyo, imamu anapokufa, watu wanakuwa tayari kupokea msiba huo. Yani imamu anapokufa, watu wanakuwa tayari kupokea msiba huo. Kwa kuwa Umar alikuwa na viungo
imara na madhubuti, ijapokuwa umri wake ulikuwa umeshafikia miaka 63, lakini maswahaba hawakuwa na fikra hiyo kwamba Hazrat Umar atawatoka haraka sana. Hivyo wao hawakuwa na habari yoyote ya mipango ya baadaye. Ndipo ghafla tu msiba wa kifo cha Hazrat Umar ukawapata. Wakati ule jumuiya haikuwa tayari ya kumkubali imamu mwingine, na kwa sababu ya kutokuandaa matokeo yaliyotokea ni kwamba watu hawakupata hamasa kwa Hazrat Usman kama walivyotakiwa kuwa nayo, na kwa sababu yake hali ya Islam ikazofika zaidi, na katika zama za Ali ikawa mbaya zaidi. Hiyo pia ni sababu moja ya ufisadi uliotokea katika zama za baadaye, kwamba hiyo pia inaweza kuwa sababu yake moja. Wakati wa fitina ni muhimu kwa watu kadhaa kusimama kulinda katika nyakati za swala. Hazrat Musleh Maud radhiyallahu ta'ala anhu anasema ya kwamba na ameeleza tukio la shahada ya Hazrat Umar. Anasema kwamba kuna amri iliyo wazi ya Qur'ani tukufu ya kwamba kwa ajili ya ulinzi nusu ya Waislamu waendelee kusimama, na japokuwa habari hii ni ya wakati wa vita, pale kuna kuwa na haja ya kulinda jumuiya. Lakini kutoka amri hiyo tunaweza kuelewa ya kwamba kwa ajili ya kumaliza fitna ndogo, ikiwa watu kadhaa wanasimama wakati wa swala, jambo hilo halina shida yoyote, bali itakuwa muhimu kwamba ifanywe hivi. Anasema kwamba kama katika vita watu 500 kutoka 1000 wanaweza kusimamishwa kwa ajili ya ulinzi, basi je, wakati wa hatari hafifu watu 5 kutoka 1000 hawezi kusimamishwa kwa ajili ya ulinzi? Kusema kwamba hakuna hatari yote ni jambo la kipuuzi. Kuna nini kilichotokea kwa Hazrat Umar? Ye alikuwa na swali, Waislamu pia walikuwa wanaswali. Ndipo mtu mmoja mzalimu akafikiri kwamba muda huu ni mwafaka wa kumshambulia, basi akaja mbele na akamvamia na khanjari yake. Baada ya tukio hilo kutokea, kama kuna mtu anayesema kwamba kulinda wakati wa swala ni kinyume cha kanuni au sheria heshima ya sala, basi hafanyi chochote isipokuwa anazuhirisha ujinga wake. Mfano wake ni mfano wa mjinga ambaye alishiriki vita na mshale mmoja ukaja kumpiga na damu yake ikaanza kumwagika. Ye akakimbia uwanja wa vita na alikuwa anasema huku anasafisha damu yake ya kwamba Allah, hiyo iwe ndoto yangu na habari hiyo isiwe kweli. Historia inatuambia ya kwamba safari moja maswahaba wasipofanya mpango wa kujilinda walikuwa wamelazimika kupata ziki kubwa. Hivyo Amr bin As alipoenda kuiteka Misri na akayashinda maeneo yake, sasa hapo alipokuwa akisalisha alikuwa hafanyi mpango wa ulinzi. Maadui walipoona kwamba Waislam katika swala wanakuwa wameghafilika kabisa na hali ya nje, hivyo wakapanga siku na wanajeshi kama 100 tu wakatumwa katika wakati ule ambapo Waislam walikuwa katika hali ya sijda. Nao wakifika tu wakaanza kukata vichwa vya Waislamu kwa panga zao. Historia inatuambia kwamba mamia ya maswahaba wakauawa siku ile au wakajeruhiwa. Mmoja baada ya mwingine alikuwa akianguka chini na wenzao hawakuweza kuelewa nini kilichotokea hadi jeshi likapata hasara kubwa. Hazrat Umar alipopata taarifa akawakaribia sana na akasema, je, nini mlikuwa hamjui kwamba tufanye mpango wa ulinzi? Lakini walikuwa hawajui kwamba hata katika Madina pia tukio kama hilo litatokea. Baada ya tukio hilo maswahaba wakafanya mpango wa ulinzi, na kisha walipokuwa wakiswali walikuwa wanaswali chini ya ulinzi. Kuhusu mkopo wa Hazrat Umar, habari zake zimekwisha elezwa hapo kabla. Yeye alikuwa amemuuliza mwanaye na kisha alikuwa amemwambia mwana wake afanye nini. Kuna niongeza yake Hazrat Umar akamwambia mwanaye, yani Abdullah bin Umar, angalia kiasi gani mimi nadaiwa. Ye akafanya hisabu na hisabu yake ikatoka dirhamu 1086. Hazrat Umar akasema, ewe Abdullah, mali ya kizazi cha Umar ikitosha kwa kulipa mkopo huo, basi ulipe mkopo huo kutoka mali yao, na mali yao isipotosha basi uwaombe Banu Adi
bin Kaab, na kama hiyo pia haitatosha basi uwaombe Quraishi na usimuombe yeyote min ghairi yao. Masahaba watukufu walikuwa wanajua kwamba imamu wetu huyu mwenye kuishi maisha ya kawaida hawezi kutumia hela hiyo kubwa juu ya zati yake, na walikuwa wanajua kwamba hela hiyo atakuwa ameitumia juu ya maskini na wenye haja. Ndiyo maana anadaiwa. Abdurrahman bin Auf akamwambia Umar kwamba kwa nini huchukui mkopo kutoka Baitul Mal ili ulipe mkopo huo? Umar akasema, Mungu apishe mbali, je unataka ya kuwa wewe na wenzako waseme baada yangu kwamba sisi tumeacha sehemu yetu kwa ajili ya Umar? Saizi utanipa moyo, lakini baada yangu shida kubwa itatokea. Umar akamwambia mwanae Abdullah bin Umar, chukua dhima ya kulipa mkopo wangu. Hivyo yeye akachukua wajibu huo. Umar alikuwa bado hajazikwa, ndipo mwanae akawafanya baadhi ya wajumbe wa shura na Wakristo kuwa mashahidi juu ya zamana yake aliyokuwa ameibeba. Na baada ya mazishi ya Umar, wiki moja ilikuwa haikupita, ndipo Abdullah bin Umar akamwendea Uthman na hela ya mkopo, na mbele ya mashahidi wachache akalipa mkopo wote. Kuhusiana na kulipa mkopo kuna riwaya nyingine inayopatikana katika kitabu cha Wafaul Wafa. Ibn Umar anasimulia kwamba muda wa kifo cha Umar ulipowadia, yeye alikuwa anadaiwa mkopo. Yeye akawaita Abdullah na Hafsa na akasema, kutoka mali ya Allah mimi nadaiwa kiasi fulani, na mimi napenda kukutana na Allah hali nisidaiwe na mtu yeyote. Basi nini kwa ajili ya kulipa mkopo huo muiuze nyumba hii ambamo yeye alikuwa anaishi. Mali ikipungua basi muwaombe Banu Adi, na kama ikipungua tena muwaende Quraishi pekee. Abdullah bin Umar baada ya kifo cha Umar akamwindia Muawiya, na Muawiya akanunua nyumba yake inayoitwa Darul Qaza. Yeye akaiuza nyumba ile na akalipa mkopo wa Umar. Hivyo nyumba hiyo ikaanza kuitwa Darul Qaza, yani qaza ya deni ya Umar, yani nyumba ambayo kwa kuipitia nyumba hiyo mkopo wa Umar ulikuwa umelipwa. Huzur amesema habari hizi bado zinaendelea, nitazieleza katika siku za usoni inshallah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.